Jambo Tanzania, karibu tena na tena katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali isiwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa, bila kusahau habari za kijamii. Hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu. Ili kuhakikisha kuwa mradi huu unakuwa endelevu, hatuna budi kuhakikisha tunalinda na kutunza miundombinu ya mradi. Kuhakikisha hatutupi taka ngumu kwenye mfumo wa maji taka ili kuzuia kuziba kwa njia za kusafisha maji taka. Kuwapa ushirikiano MUWASA kwa kutoa taarifa za changamoto zitakazokuwa zinajitokeza. Nitatoa wito kwa uongozi wa MUWASA na viongozi wa serikali, hasa madiwani, watendaji wa kata, mitaa na wenyeviti wa mitaa, kutoa elimu ya kutosha kuhusu mradi huu na kuhamasisha watu wengi kujiunga kwenye mradi wa maji taka. Sisi kama manispaa ya Musoma tutaandaa sheria ndogo za kuhakikisha mradi huu unakuwa endelevu. Ndugu viongozi na wananchi, faida za mradi huu ni nyingi. Hivyo nirudie kuwapongeza wataalamu wetu wa Wizara ya Maji na MUWASA waliobuni wazo la kuanza kutekeleza mradi wa maji taka katika manispaa ya Musoma. Anaendelea kuiomba serikali yetu inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kutenga fedha za kupanua mradi huu ili ufikie wananchi wote wa manispaa ya Musoma. Nipende kusema kuwa nimefungua kikao hiki. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Musoma kupitia Wizara ya Maji ilipewa jukumu la kusimamia utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kukusanya, kusafirisha na kutibu maji taka katika manispaa ya Musoma chini ya mkandarasi anayeitwa Civil Engineering Construction, China Civil Engineering Construction Corporation au CECC. Mradi ulianza tarehe 28 mwezi wa 10 2022 na umekamilika tarehe 27 mwezi wa 10 2025. Na gharama ya mradi ni bilioni 33.341 ambazo ni mkopo wa masharti nafuu kutoka shirika la maendeleo la Ufaransa au wanaita AFD. Na sasa mradi upo kwenye kipindi cha matazamio kwa kipindi cha mwaka mmoja. Maana ni kama ikitokea shida yoyote mkandarasi atahudumia mradi huu, yani tutamuita kwa ajili ya kufanya chochote ndani ya mwaka mmoja huu. Ukiisha MUWASA tunaendelea. Sasa kuna kazi zilizofanyika na kukamilika katika ujenzi wa mradi huu ni kama zifuatavyo. Kulikuwa na ujenzi wa kituo cha kutibu maji taka katika kata ya Makoko. Kile mtendaji wa Makoko yuko hapa. Lakini kulikuwa na ujenzi wa vituo vinne vya kusukuma maji taka. Kuna changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, mradi huu baada ya kukamilika umekabidhiwa kwa MUWASA kwa ajili ya uendeshaji, ikiwemo kuendelea kuunganisha wateja wapya. Kumbuke mradi tumesema ofa ni kuunganisha wateja 742. Kwa hawa kikamilika sasa, wateja wengine waliobaki itakuwa ni MUWASA ndio waunganisha. Kwa hiyo kutakuwa na utaratibu ambao hapa tutausema baadaye wa kuunganisha. Kwa hiyo MUWASA wamepewa kwa ajili ya uendeshaji, ikiwemo kuendelea kuunganisha wateja wapya waliopitiwa jirani na bomba la kusanya maji taka. Na katika kipindi hiki ambacho tumeendesha mradi takriban mwezi mmoja na kitu, tumepata changamoto zifuatazo. Kuna wizi wa mifuniko ya chemba za maji taka kwenye hasa eneo la Mwisenge. Nafikiri ndio kwa maeneo hapo mtakuwa mmeona. Lakini tumeanza kuona utupaji wa taka ngumu kwenye mfumo wa maji taka unaoziba bomba za kusafirisha maji taka. Ukitupa zile taka ngumu, mabomba yanaziba, inabidi tuje kuzibua. Lakini wakati huo muda wa kuzibua tayari majirani pale na kuemeshakuwa issue. Tunasisitiza oili, si mafuta machafu, kemikali aina yoyote zisiingizwe kwenye mfumo wa maji taka kwa sababu zitaharibu au zitaoa vimelea vinavyokula uchafu. Kuna baadhi ya vyoo ambavyo vimejengwa huwezi kabisa kuunganisha maji taka. Kwa hiyo tunahitaji vyoo bora ili tuweze kuunganisha. Lakini mbili ni kutenganisha mfumo wa maji ya mvua na mfumo wa maji taka ili kuzuia ongezeko la maji taka atakaosukuma na mtambo wa maji taka. Ufafanuzi wa jinsi
ya bei ya maji taka itakavyokuwa au ilivyopendekezwa kulingana na kanuni na miongozo ya Wizara ya Maji. Kama alivyosema mkurugenzi mtendaji hapo mwanzo, kigezo kikubwa cha kwanza ni hichi ambacho kimefanyiwa utafiti kimataifa na kitaifa, kwamba yale maji ambayo tunayapokea majumbani kwa ajili ya matumizi, 80% hugeuka kuwa maji taka. Sasa unapotafuta bei, maana yake ni kwamba ili kuweza kuhudumia yale maji taka itakuwa ni 80% ya uniti moja ya maji ndio inageuka kuwa gharama ya maji taka. Sasa katika bei tulizo nazo ambazo tunatumia kwenye maji kwa sasa hivi, kwa wateja wa majumbani wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza la wateja wa majumbani ni lile linalopata maji kuanzia uniti moja mpaka uniti 5. Tunaposema uniti moja maana yake nini? Uniti moja ni sawa na lita 1000. Uniti moja ni sawa na lita 1000 za maji, sawa na ndoo 50 za lita 20. Gharama ya uniti moja ni shilingi 1040. Ukienda kwenye ndoo ni shilingi 20 almost, ndio 22-23 kwa ndoo moja, si ndio? Kwa hiyo tunasema kwenye maji taka katika uniti moja hiyo tunayoiuza 1040, sawa, 80% yake ndio itakuwa bei ya uniti moja ya maji taka. Mheshimiwa Mwenyekiti, hususan meya wetu wa Manispaa ya Musoma, mimi nilikuwa na ushauri upande wa wizi wa mifuniko. Wizi ule unaofanyika kwa mtazamo wangu, ninaona ni watoto wa mitaani. Watoto wale wa mitaani wamekuwa wengi sana kwenye wilaya ya Manispaa ya Musoma. Hivi juzi ilikuwa stendi ya zamani ya Manispaa ya Musoma hapa, kuna watoto wa mitaani wanalazimisha mpaka hata wasafiri kuomba fedha. Asipopewa anatumia njia ya kumvuta yule mama. Alimvuta mama mmoja mpaka ikawa kurupishani pale. Hivyo basi kwenye kata yetu ya Mkendo, hususan ofisini kwangu hapa Mkendo, hivi juzi wameiba mifuniko ya septic tank hiyo ya machoo. Kwa hiyo mimi ninahisi kwamba ni wale watoto wa mitaani wanachukua ile mifuniko kwa ajili ya kujikita kwenda kuuza ili wapate chakula. Hivyo basi ushauri wangu kwa Mheshimiwa Meya, kwa sababu Manispaa ya Musoma yuko chini ya uongozi wake, na shauri manispaa yake kupitia yeye mwenyewe aweze kukaa na wataalamu, tuweze kudhibiti wimbi la watoto wa mitaani, tuweze kujua namna ya kuwatreat ili kuondoa matatizo kama hayo. Asante sana. Kwanza nipende kuwapongeza MUWASA kwa kazi kubwa wanayoifanya na kwa ushirikiano jinsi wanavyozidi kuonyesha kwetu sisi wenye viti wa mitaa, lakini pia na kwa wananchi wetu. Tunashukuru sana kwa ushirikiano huo. Mimi mapendekezo yangu nakuja kwenye mapendekezo ya bei ambayo yameelekezwa, ambayo yatakuwa yanatozwa kwa wananchi wetu kwa gharama za huo mradi, kwamba itatozwa 80%. Nilikuwa najaribu tu kuwaza labda kwa uelewa wangu kwamba 80% ya ile bili ya maji. Kwa mfano mtu alikuwa analipa bili ya maji kwa mwezi shilingi 10,000. Kwa 80% maana yake atalipa shilingi 8,000, na maana jumla itakuwa shilingi 18,000. Kwa mtu aliyekuwa analipa shilingi 40,000 atalipa shilingi 32,000 nyingine pembeni. Kwa naona kama vile gharama ni kubwa sana kwa wananchi wetu, itakuwa kubwa sana, ambapo mtu ataanza kufikiria kwamba nilikuwa na septic tank yangu hapa ambayo ilikuwa kujaa, ile septic tank kuja kutoa natoa shilingi 75,000, muda mwingine inajaa kwa muda wa mwaka sijatoa hiyo fedha, lakini leo hii ndani ya mwezi mmoja tena nitoe shilingi 40,000 nijumlishane na 32 inakuwa shilingi 70,000 na point. Ataona pia gharama ni kubwa sana. Nilikuwa natoa mapendekezo kwenu MUWASA, mjaribu kuliangalia hili basi, mzidi kutulegezea gharama hiyo izidi kushuka chini tofauti na 80%, kwa sababu tunaona gharama inakuwa ni kubwa sana. Kwa wananchi wengine wanaweza kaanzisha
mgogoro au kuleta sitofahamu, kwa sababu kwanza inabidi wapate elimu. Mimi niko kwenye upande wa maunganisho. Kwa mfano mtaani kwangu bomba la ile chemba ya mwisho iko mbali sana na wananchi, kwamba ni mbali sana kuja huku, na upande wa pili bomba lililolazwa limelazwa ng'ambo ya barabara, na ile barabara ni ya kiwango cha lami. Je, wakati wa kuunganisha yule mwananchi atagharimikia mita zote hizo za bomba mpaka kufika kwenye chemba? Na kama liko ng'ambo ya barabara, je, watakata barabara ili kupitisha bomba au nini kitafanyika? Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kata yetu ya Iringo mradi wetu umepita, lakini kuna baadhi ya nyumba kama 12 mradi huu umeruka. Yaani hata lile bomba kuu la maji halikupita pale. Kwa hiyo wananchi wengi wamekuwa wakituuliza maswali. Je, lini sisi tutapata mradi huu? Na eneo hilo limechukua mitaa mitatu. Nilikuwa naomba nipate majibu ili nikawafikishie wananchi wetu. Mimi siko mbali na wenzangu kuhusu gharama, na sapoti zishushwe kwa sababu gharama iko juu sana. Na kitu kingine kuhusu kufunga mabomba kwenye miji. Kwa mfano kata yangu mabomba yamepita karibu kabisa, lakini wengi hawajapata mradi. Sasa hiyo inaleta masikitiko. Sasa hivi wewe ndio umwambie mwananchi unatakiwa ununue vifungashio wa kufungie, na wakati mradi ulikuwa unapita wanauangalia, kwa kweli itakuwa sio vizuri. Mimi ningeomba kama uwezekano bado wale ambao hawajafikiwa na wanahitaji hitaji hilo wangefikiwa. Na kuweka sawa kile kituo ambacho kiko pale ni kata ya Mwigobero, sio kata ya Iringo, ingawa pamepakana na Iringo. Na mimi nilishawafuata nikawaambia ule mradi umeharibu hospitali. Ile zahanati tunatumia ni Mwigobero na Iringo. Kwa hiyo wakakubali watarekebisha, mpaka sasa hivi hawajarekebisha. Ni tunaomba mturekebishie ile zahanati, kwa sababu mvua zikija hizi za masika lolote laweza kutokea tukapata hasara zaidi. Sasa mmefanya mambo mazuri, lakini mimi nije kwenye changamoto. Mmetengeneza kile kituo pale Iringo, zahanati iko pembeni, lakini ile zahanati imepata shida. Mradi haujafika kurekebisha ile zahanati yetu, na nadhani mlishapata maelekezo kutoka kwenye chama, muda umepita. Na mnasema huu mradi umeanza tarehe 28 mwezi wa 10. Una almost kama miaka 3 na kidogo hivi. Kwa hiyo una muda. Kwa hiyo ni vizuri mkarekebisha hicho kituo. Hiyo zahanati. Zahanati ilipasuka. Zahanati ilipasuka, ilipata kreki. Wenye vitu wangu naona kama wamesahau kusema. Na ule mradi umesababisha yale mazingira yamekuwa sio rafiki tena kwa ajili ya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo inabidi huu mradi ututengenezee ile zahanati vizuri, utuboreshee kama ilivyokutwa, zahanati inatoa huduma vizuri, ili ifanane hata na hicho kituo alichokiweka hapo. Sababu sasa hizi kituo kinaonekana kizuri zaidi ya zahanati. Kwa hiyo naomba wakiboreshe. Na sisi kama waheshimiwa madiwani tumeshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutusogezea huu mradi huu katika manispaa yetu ya Msoma. Pamoja na kwamba mradi umekuja katika halmashauri ya manispaa ya Msoma, sisi baadhi ya kata 5 zimenufaika na mradi huu. Kati ya kata zilizonufaika na mradi huu, kati ya kata 16, na mimi kata ya Mwisenga ambayo mimi naiwakilisha imenufaika na mradi huu wa MUWASA. Kwanza huu mradi huu wa MUWASA tumenufaika nao kwa maana moja. Tumeweza kujengewa vyoo. Kwa mfano mimi shule mtakuja A na mtakuja B. Mradi huu umeweza tumejengewa vyoo shule zote mbili. Kwa hiyo ndio faida zake ambazo tumezipata katika mradi huu. Lakini pamoja na maelezo mengi tumejikuta kwamba mradi huu unaenda kuhujumiwa na wananchi. Tumekubaliana kimsingi kwamba tunakwenda kusimamia huu mradi kutokana na kwamba kuwaelimisha wananchi wajue kwamba huu mradi ni mali yao
na kama ni mradi huu ni mali yao, ni jukumu lao sasa wenyewe kuulinda na kuangalia kwa gharama zote. Tumeshauriana na tumekubaliana kimsingi kwamba MUWASA sasa inaenda kukabidhi mradi kwenye kila kata, ili wananchi wa eneo husika waweze kujua kwamba huu mradi ni wao, ili waweze kuulinda na kuangalia. Hayo ndiyo baadhi ya mambo ambayo leo tumeyajadili katika kikao cha leo. Kimsingi gharama zinaonekana ni ziko juu ukilinganisha sasa na watumiaji walivyoweza kuwa natumia utaratibu wa zamani. Pamoja na kwamba ziko juu, tumeweza kushawishi tena MUWASA iliweze kuangalia jinsi gani wanaweza kuboresha hizi gharama zao ziweze kuteremka chini, ili wakati hata sisi tunapokwenda kuwa tunajaribu kuongea na wananchi wetu, ili waweze kuona kwamba zile gharama ambazo wamezitoa zinakuwa ni reasonable kwa ajili ya wananchi. Tumetoa ushauri huo kwa MUWASA. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, na huu ni mwendelezo wa kuzidi kukuletea matukio pamoja na habari mbalimbali hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari alisimama Dekawa John.